kwa sababu jambo hili limeshazungumzwa sana kabla, na ulipoandaa mfungo huu karibia idhaa zote za Kiislamu zimezungumzia kuhusiana na umuhimu wa utukufu wa haya masiku 10 ya mwezi wa Dhulhijja. Mengi ambayo tuliyopaswa kuyafanya na tunayotakiwa kuendelea kuyafanya, kwa kuwa masiku 10 hayajaisha. Kila mmoja kwa nafasi yake ana juhudi yake ya kufanya lile ambalo Allah subhanahu wa ta'ala akamwezesha. Kuna jambo moja tu ambalo nimependa nilizungumze kwa muda mchache huu, kwa lengo la kuwaomba Waislamu, hasa sisi Waislamu wa kawaida wadogo, Waislamu ambao sisi tuna viongozi ambao mara nyingi huwa tunaheshimu wanachotuambia katika masala mbalimbali ya kidini. Basi na sisi kwa nafasi zetu tunapenda kutumia fursa na sisi kwa yale machache ambayo tuna umuhimu wa kufikisha, tuweze kuwafikishia ndugu zetu Waislamu. Ninalokusudia kuzungumza ni tangu juzi jana mpaka leo hii ninapata simu mbalimbali kwa wakazi wenzetu hapa Shinyanga, na hasa eneo letu la Mufti Simba. Wale waliojaliwa neema ya simu hizi kubwa, wanapoingia kwenye internet huwa wanaona mambo mengi, wanasikia mambo mengi, na katika kusikia kwao ni katika mambo ya ikhtilafu ambayo imepewa uzito mkubwa sana katika jamii ya Uislamu, utafikia kama ndio msingi wenyewe wa dini, hasa kuhusu swala zima la siku ya Arafa. Siku ya Arafa ni jambo ambalo limeingia katika mioyo ya watu na kufikia hatua mpaka baadhi ya watu kutukanana kupitia njia za mitandaoni, wengine mpaka kudharauliana na kuvunjiana heshima, katika jambo ambalo ukifuatilia sana unakuja kukuta ni jambo ambalo wana wazuoni wetu wana mitazamo tofauti katika jambo hilo. Ikhtilafu ya siku ya Arafa ni kama ikhtilafu ya mwezi muandamo kwa ajili ya kufunga au mwezi muandamo kwa ajili ya nini, ya kufungua. Kama ilivyo wakati wa muandamo wa kuingia mwezi mtukufu wa Ramadhani, kuna ikhtilafu. Wapo wanasema kwamba ile hadithi aliyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, sumu idha ra'aytumuhu wa aftiru idha ra'aytumuhu, kwamba fungeni pale mtakapofanya nini, mtakapoona mwezi. Ukionekana mwezi tu fungeni, na utakapoonekana mwezi tufanye nini, fungueni. Sasa wapo wanasema kwamba na hii sumu liruyatihi ni hadithi ambazo zinasema kwamba mwezi kama utaonekana sehemu yoyote duniani, basi ni wajibu kwa Waislamu wote duniani waweze kufunga au waweze kufungua. Wakiulizwa haya ndio yaliyokuwepo wakati wa Mtume, wanasema ndiyo. Kumbe ulimwengu wa Uislamu wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam haukuwa mpana kama ulivyo hivi sasa. Kilichonusuru Waislamu wale, maana inasemekana katika karne za mwanzo kitendo cha masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam kufanya ile hijra kuja Habasha, maana ni kwamba Uislamu katika ulimwengu huu Afrika imepata fursa ya kuingia nuru ya Uislamu kuliko mabara mengine yote.
Ukija kuangalia mabadiliko ya dunia ya sayansi na teknolojia ni katika karne hii ya 21. Nyuma ya hapo sisi wenyewe wa Tanzania hapa ni mashahidi. Nitawakumbusha wale wenye siku, nikiangalia hapa haya nataka kuzungumza, wachache watakuwa naelewa kuliko wengi waliopo. Nazungumzia sayansi na teknolojia, msaada wake katika dini. Siku za nyuma, wakati sisi tunakuwa haya magazeti haya ya Uhuru na Mzalendo na Daily News, gazeti la leo limetoka kwa Dar es Salaam leo mpaka kufika Shinyanga. Wazee ilikuwa nafika baada ya Shinyanga, baada ya siku ngapi? 3 ndio linafika wapi? Shinyanga. Habari imekwisha fanya nini? Imekwisha zungumzwa. Tuko pamoja? Wakati huo simu hizi zinazotupa kibri ya kufutu baadhi ya mambo hazipo. Ilikuwa katika eneo fulani katika mtaa, unaweza kuta labda ni tajiri mmoja tu, mtu mmoja ndio anayo simu, na wakati huo simu mpaka huyo apige simu kwenda kumwomba dada operator TTCL kule, anaomba booking ya simu, anasudia kuongea na ndugu zake Dar es Salaam, anaambiwa kaa usubiri, tutakujulisha. Kuna wengine habari zinazungumza hawakuwahi kuzisikia kama zilikuwepo. Ili upige simu Dar es Salaam lazima kwanza upige simu wapi? Posta. Yule operator akuunganishe, ndio uambiwe sasa ongea kwa muda maalum. Na unaweza ukaomba asubuhi ukaja kupata nafasi jioni. Hayo maisha kabla karne hii ya 21 sasa teknolojia yalikuwepo katika baadhi ya watu. Katika miji yetu kulikuwa kuna majumba sinema kama hapa Shinyanga lipo ile Delight, sivyo? Ile picha mpya ya Kihindi zilizo zinatabacha inatoka mpya kutoka India, itoke Morogoro, itoke Dar es Salaam, ije Pwani, Morogoro, Dodoma, mpaka kujafika Shinyanga, ni baada ya miezi hata ngapi? Miwili. Na kisia kuna tulio jipa imetoka, basi mji mzima watu wanashindana kwenda kufanya nini? Kuangalia picha hiyo. Enzi hizo wengi kati yetu hatukuwepo. Swala la Arafa, siku ya Arafa ni tarehe 9 ya mwezi wa nini? Wa Dhulhijja. Ndio vitabu vinasema hivyo. Tafsiri ya vitabu vyote ni siku ya 9 ya mwezi wa Dhulhijja, sio siku wanasimama mahujaji wapi? Arafa. Ni siku ya 9 ndio inaitwa nini? Ya kabla. Hii siku imejulikana tangu wakati wa Nabii Ibrahim alayhisalam. Mitume wote na vitabu vyote hivyo duniani baada havijafika. Tuko pamoja sasa? Hiyo Arafa yenyewe inanasibiana na tukio la Nabii Ibrahim na mwanae nani? Ismaili. Enzi hizo mitume wote wale maarufu duniani walikuwa hawajaja wala hajawahi katika ulimwengu. Hija imekuja kufaradhishwa sisi ni mwaka wa pili, si mwaka ngapi baada ya mtume kufanya nini? Hijra. Miaka yote 13 alikuwa katika mji wa Maka, mtume hakuwahi kuhiji hata siku moja. Na hiyo siku ya tarehe 9 ilikuwepo. Wazetu pamoja. Hija imekuja kufaradhishwa nafikiri ni mwaka wa pili kama sijasahau kwenye kumbukumbu, baada ya nini? Ya hijra mtume kutoka Maka kwenda wapi? Madina. Swala imefaradhishwa mwaka mmoja kabla mtume hajapata nini? Hijra kwenda wapi? Madina. Kakaa miaka yote 13 Maka, hapakuwa na adhana, hapakuwa mpaka alipotoka wapi? Safari ya Israeli na nini? Na Miraji. Ndio swala 5 zinaweza fanya nini? Kuswaliwa mwaka mmoja kabla mtume hajahamia Madina. Akiwa Madina huko ndio na shahri Ramadhani kufanya nini? Ikafaradhishwa, na hatimaye ikafaradhishwa na nini? Na hija. Hasa utakuja kuangalia wakati hizi nguzo 5 za Uislamu zilikuwa zinatajwaje. Nikupe nayo changamoto. Kabla ya hijra
na kabla ya kufaradhishwa swala. Tunasoma arkanul islami 5 tu, kwamba nguzo za Uislamu ni ngapi? Ni 5. Kabla mtume hajafaradhishiwa swala miaka 12, hajafaradhishiwa nini? Swala. Hajafaradhishiwa somo, hajafaradhishiwa hija, hajafaradhishiwa zaka. Hizi nguzo zilikuwa zinatajikaje wakati huo? Zilikuwa zinatajwaje? Lakini leo iko kuwa zimekamilika, tunataja nguzo Uislamu ngapi? Ni 5. Lakini kabla ya hapo zilikuwa hazitajwi mpaka baada ya Allah subhanahu wa ta'ala kukamilisha yale mambo yote wajibu katika Uislamu. Na ndipo katika hijjatul wadaa mtume akasema, aya ikashuka ile al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Siku ile ndio ikawa rasmi katika hijjatul wadaa, mtume na Waislamu wanajua sasa Uislamu fanya nini? Umekamilika kwa nguzo zake zote. Sasa kuingiza hoja katika Uislamu kwa sababu ya mabadiliko ya dunia, kwa kuwepo internet hizi na mitandao, hakuna fungamano lolote kati ya mitandao na ibada za Uislamu. Allah angeona umuhimu huo, yangeanza tangu wakati wa kabla nani? Ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Yamekuja katika kipindi hichi, yanataka yapewe nafasi mpaka zile dalili na maelekezo ya mtume katika jambo fulani lifanywe kwa taratibu huu, inakuwa sasa kuna nini? Nafasi. Narudia kusema kwamba suala la siku ya Arafa, ninavyofahamu mimi, Arafa ni siku ngapi? Ya 9 ya mwezi wa Dhulhijja, kwa maana ya kwanza. Kwa maana ya pili, Arafa ninavyofahamu mimi ni siku ya mahujaji ambao husimama katika mlima nini? Wa Arafa, ikiwa ndio itimamu ya nini? Ya nguzo nini? Ya hija. Kama mtume sema al-hajju Arafa, kwamba fanya yote katika hija, kama hutasimama Arafa hija yako inakuwa sio hija. Na ndio maana ikawa ni nini? Ni nguzo au wajibu katika masuala nini? Ya hija. Kama ilivyo ikhtilafu ya kufunga, wao wanafunga na sisi tunafunga, lakini wale kwa mujibu wa hayo mambo ya teknolojia, Ramadhani safari hii simesikia lilotokea, simesikia kwamba mfikia nchi ile kulipa fidia ya kuwalipia waumini wake kwa kuchelewa, kwa kuwahi kufanya nini? Kula siku moja kabla nini ya mwezi ya kuisha. Lakini tutoe yote hayo, je, kwenye Uislamu na katika sunna za Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuna elekezi lolote tumeelekezwa kwamba Waislamu mambo yenu yote ya dini mnatakiwa muyafuate taifa fulani au nchi fulani? Tusaidiane kufanya utafiti huo. Kuna mahala ndani ya Qur'ani hii kuna andiko la Mwenyezi Mungu limesema kwamba Waislamu wote muendane na matendo yanayofanywa kule mji mtukufu wa Maka. Mimi ushahidi nilionao ni ile qad nara taqalluba wajhika fi samai, sawa, falan waliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatra almasjidil haram wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatra. Hilo la kuelekea al-Kaaba kwa ajili ya ibada zetu ni elekezo na nani? La Mwenyezi Mungu. Kuna mwingine ana maelekezo hayo ya mambo matukufu ya dini kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amesema tufanye kwa kuelekea huko? Kuna mtu anasema inakuwaje bwana, wakati wa swala ya dhuhuri na wewe unaona kabisa kwa jicho? Haya, kama hoja ni hiyo, kwa sababu tunaona na swali mwezi wa Ramadhani huwa wanafuturu, si tunaona kwa macho? Kuna mtu anafungua hapa wazee mwezi wa Ramadhani? Kama hoja ni matukio yale sasa yanaonekana kupitia msaada wa teknolojia, ni msaada huo wa teknolojia ndio tunaona ibada zao, tarawehe zao, mpaka kufuturu kwao.
si huwa tunawaona wanapofuturu, sisi huwa tunafuturu. Kwa nini hatufuturu? Maelekezo yako kwamba wakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu siyama ila al-layli. Layli nini? Ni ghurubi. Ibada zote za msingi Allah subhanahu wa ta'ala kasulia nini? Maelekezo kwamba usifuturu mpaka jua lifanye nini? Lizame. Lakini kufikia hatua kwamba tunaombwa kwa tarehe ile, kwa sababu hija ni moja, inafanyika katika mji mmoja, dunia nzima inapatikana sehemu moja. Kwa hiyo kalenda ile inabidi lazima kalenda zetu zote tuzivunje, tufuate kalenda ile. Hakuna maelezo katika dini yanasema habari hizi. Na kama ndio hivyo support yetu sisi kwa siku hii kwa wale saizi baada ya adhuhuri ya leo, kwa mujibu wa taratibu za kule, lazima wafanye jamu taqdim. Wanaswali salatu safari, jamu taqdim. Wanaswali adhuhuri na nini na alasri muda huu, ili wakimaliza hapo waende wakasimame huko endelee na mambo mengine. Kama kuna alaka mnasaba kati sina wao, sisi tumeswali hapa jamu taqdim, tumechanganya dhuhuri na alasri, tumechanganya. Lile ni wajibu wao kwao. Asiyosimama pale Arafa hana hija. Ikiwa kama hawa wanazuoni wanakubaliana ikhtilafu za matali, mtu anaweza akafunga kwa kufuata mwezi, kwa uhakika wa mwezi aliyofanya nini, aliyouona katika matlai yake. Tuangalie kufunga siku ya Arafa na kufunga somo Ramadhani, ipi ya wajibu? Somo ya wajibu ni ipi? Ya kufunga Arafa au ya kufunga mwezi wa Ramadhani? Mwezi wa Ramadhani. Ni ya kufunga mwezi wa Ramadhani. Kama ya wajibu ni ya Ramadhani, mbona watu wamesarenda wamekaa kimya? Wao wenyewe kule Saudia wakisikia kuna taifa fulani limeona mwezi hawakubali. Katika mzozo wa kufuturu kula Eid al-Fitri, kuna shekhe mmoja tulimuona amerushwa pale kwenye mtandao, ni mtu mzima sana pale Saudia, anakwambia sisi kalenda yetu ya hapa Saudia kupitia watu wetu, wanajimu wetu, unaweza tukakupa mpaka kalenda miaka 100 ijayo. Kama kuna wakati wakwambia siku fulani mwaka labda 1300 na ngapi huko itakuwa ni tarehe fulani, wao kalenda hiyo wanayo kalenda hiyo. Sasa nakusudia kusema kwamba zile propaganda zinazoendelea ifahamike kwamba ni mambo yaliyo katika dini. Na mimi katika jitihada yangu nimemuona Sheikh Al-Allama Ibn Bazi na Sheikh Uthaymeen, wawili hawa ndio wametoa rai hiyo kwamba ni vizuri mwezi ukiandama nini siku ya Arafa duniani ikisimama kama leo mahujaji wasimama Arafa, basi watu wote dunia nzima wafanye nini? Ni sunna kwao wafunge kwa wale soko wapi hija. Hapa tunazungumza muda huu ambao wenzetu wamesha swali adhuhuri na alasri, kuna baadhi ya mataifa katika dunia hii wako wamefanya nini? Wamelala usingizi. Kwa hiyo Mungu atakuwa na upendeleo kwamba sasa kuna watu fulani ndio wamehusisha wao wapate ibada hizo Lailatul Qadri na Arafa, wengine dunia nzima, wengine duniani mpaka kusimama kiyama hawapati Arafa wala hawapati Lailatul Qadri kwa mpango huu. Lakini ndivyo ilivyo kwa mujibu wa maelekezo. Tunamwangalia Sheikh Al-Allama Mufti Ibn Bazi, tunamwangalia Al-Allama Sheikh Uthaymeen, tunamwangalia Imamu Malik, tunamwangalia Imamu Shafi. Ni nani wa karne ya karibu na Mtume sallallahu alaihi wasallam? Ni nani? Kina Imamu Shafi wamediriki mpaka kuwaona nani? Baadhi wale tabiina, si tabiina, wote waona. Uthaymeen na Ibn Bazi wanatajika katika karne hizi.
Sasa wala kina Sheikh Imam Shafi, Imam Malik waliosema kwamba hapana, kila mji, wacha sisi tumeongeza kwamba East Africa wao wametoka kwa sababu kila mji likulli baladin ru'yata, kwamba kila mji wana haki ya kuangalia mtazamo wao wa mwandamo nini kwa mwezi. Sasa yale mambo ya kujitoa ufahamu, jambo hili kila mwaka linazungumzwa, lakini leo hii utamwona hivi Arafa ni leo, Arafa ni kesho. Leo ni Arafa, wamesimama kule nani mahujaji. Sisi tarehe 9 kwa mwandamo ni lini? Ni kesho. Hili jambo ndio limekaa hivyo, na Idi itakuwa ni nini? Ya Jumamosi. Wale ni wajibu, wamekwenda kule kutekeleza wajibu wao. Sisi hatuko kule. Kuna mambo ambayo ni wajibu wao wafanye wale. Mbona ni hilo tu? Kuna lipi tena katika mambo yanayofanywa Maka na sisi tuna support kwa mambo yale? Lipi? Na sisi tuna tawafu zetu sisi. Ingekuwa ni hivyo, kila msikiti ungekuwa na eneo maalum limejengwa ile al-Kaaba kwa ajili ya nini? Siku wanafanya ile tawafu al-ifadha, sio tawafu nini, na sisi tungekuwa tunafanya nini? Tunazunguka. Lakini hilo moja tu katika mambo yote, katika safari zao zote huko wanafanya huko Maka na Madina, ni hili moja tu ndilo ambalo linalesemewa kwamba lifanywe na Waislamu wote duniani. Hawa wa Marekani ambao wapo sasa wamelala usingizi, wanaipataje hiyo Arafa? Kama na Ramadhani wanaipataje Lailatul Qadr? Kwani Allah Subhanahu wa Ta'ala alivyojalia yeye kuwepo mchana na usiku, na mataifa fulani hivi akajalia Mwenyezi Mungu katika nyumba yake, baadhi ya mataifa wakati huu nyinyi ni mchana, mataifa mengine wakati wa nini? Ni usiku. Mbali na huu mzunguko wa mataifa masaa 12, masaa 16 sio ya nini ya kuonekana kwa jua na usiku, kuna zile nchi zingine za kuna baadhi ya nchi fulani hivi katika wapi huko, sio nimesahau kidogo, wale jamaa jua lao kwa mujibu wa taarifa ya somi wanahuwa na kutwa yao wao ni kama masaa mawili tu yanachomoza na fanya nini linazama. Usiku unakuwa ni mrefu masaa mengi kuliko mchana. Sasa hawa nao wanafanya nini? Na wanatakiwa swali ya dhuhuri, waswali la asri, waswali maghrib, waswali isha. Ramadhani ikifika fanya nini? Wafunge. Na wao mbona hamwasemei wafanyeni? Sisi kwa mujibu wa teknolojia sasa tunaona masaa yetu na masaa yale matukio ya tunayaona, na wale ambao wanaona mchana wao kwa masaa mawili matatu, na wao wanatolea fatwa ipi? Lakini niwaambie katika ikhtilafu hizi za kuhusu kutaka Arafa ile ionekane ni moja dunia nzima, zimezungumzwa sana na wanazuoni wa karibuni hizi. Lakini wale kina Imam Shafi, kina Imam Maliki na wengineo, na wanazuoni wengi katika madhehebu ya Shafi na wengineo wamezungumza kabisa kwamba kila inapofikia hatua ya mwezi wa Ramadhani watu waheshimu kauli ya viongozi wao kwa mujibu wa kuonekana mwezi kwenye maeneo yao. Hilo limethibiti, na sisi hatuna haja ya kuwa na nini na mashaka ya kumtukana mtu au kumdhalilisha mtu. Tuwe na imani na tuheshimu viongozi wetu, mashehe zetu. Leo hii utamdharau shekhe wako wa Tanzania, hana maarifa kwa ule upambe na ushabiki wa kumpenda mwanazuri fulani wa kule, anakusaidia katika masuala ya kiibada. Huyu ulionaye huyu ndio kila siku anashinda na wewe, analala na wewe, anaamka na wewe katika mambo yote yanayokuhusu wewe. Mheshimu huyo. Usimdharau mzazi wako sababu umekuja kuzaliwa unapata akili, unakuta babako ni mlemavu kiwete. Halafu jirani kuna baba watoto wenzako baba yao ni mzima, anatembea kabisa na miguu miwili.
ukamwona baba yako ile hafai, ile kwa kuwa ni kiwete, yule kwa kuwa hapana. Mzazi wako ni nani? Ni mzazi wako tu. Mwana wa chuoni wako ni mwana chuoni wako, muamini huyo. Madhali unakiri kwamba akishafika hapo unasema maamuma, basi na lingine akisema msikilize. Sio unasimama hapa usiposema maamuma swala yako inaswika. Angalia uzito wa ndani wa imamu. Tutoe uzito uko nje labda, lakini ukija hapa si ndio viwanja vyake ndio mjidai. Anaweza akaamua tu stavu, anaamua nyewe mnasimama mnajipanga, wewe rudi nyuma, wewe sogea hivi, unafuata ufuate. Tuna maeneo kujidai, ndio kaeneo hapo na ukileta jeuri hapo unaharibu kila kitu. Sawa? Kijana amekurupua mambo kwa nataka kuoa, mnampeleka kanisani. Mnakuja hapa, shehe tumekuja, kijana wako tarehe fulani nataka kuoa na hivyo mzee wako nataka kumuozeshe ndoa. Asipokwenda kuozesha ndoa, huona anapokwenda kwenye kumbi zile kwenye mapati yale na wale MC ndio wanafungisha ndoa kule. Mambo ya msingi ni haya. Ushabiki katika dini haupo. Dini unataka nini? Maarifa. Dini haihitaji nini? Ushabiki. Dini inahitaji nini? Maarifa. Kwa hiyo niliona ndugu zangu niseme haya, tuepukane na tabia ya kufanya ushabiki katika dini, hasa sisi wenye maarifa madogo. Hebu muangalie yule wanamuita role model wako katika nchi hii ni nani? Yaani kuna watu wengine mishipa inasimama kutoa fatwa na kudhalilisha watu kwa vitu ambavyo hata Uislamu una hoja za hujjatul aqliya wa nini wa naqliya, alafu kuna mahala wanaingia hoja za kiakili. Wewe unaambiwa tu hapana, lazima fikie hatua. Kuna baadhi ya mambo mengine ukiona jambo limekwaza, njoo tuulize, na sisi hatuna maarifa sisi. Yaani na wewe mpaka unagundua sisi hatuna maarifa, tutakaa na wewe tuwapigie. Unataka tuseme na nani unayemwamini? Karibia mashehe wote wa Tanzania hii tunafahamiana. Mashehe wa Uganda, East Africa wengi tunafahamiana. Wengine sio wanakuja hapa watu wa Mombasa, watu wa Kenya, watu wa Burundi, watu wa Rwanda huwa wanakuja hapa, watu wa Zanzibar wanakuja hapa. Unataka useme na mwanachoni yupi? Tutapiga simu na usikie, si utuamini sisi. Kwa hiyo mwisho nimaliza kusema kwamba kesho tarehe 9 kwa muandamo wetu sisi na kwa mujibu wa sheria ya dini kuhusiana na muonekano wa mwezi katika maeneo tofauti. Kesho atakayejaliwa kufunga basi ajue atakuwa amefaulu mambo mengi. Kufunga na kufanya dua na adhkari mbalimbali. Jumamosi kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tunakwenda kuswali hapo Kambarage saa 3 asubuhi. 7:30 tufike pale saa 3 tunaswali salatul Eid al-Adha. Baada ya hapo taratibu zingine mtamilishwa. Haya ndio nilipenda niyazungumze katika kipindi hichi ili kila mmoja aondoke anafahamu. Maana kuna mtu mwingine jana kasikia kwenye mtandao kaamini, ameanza kupata nini mashaka. Leo anakuja anasikiliza mimi, anaona kumbe shehe kasema kweli, yule bwana ametudanganya. Akitoka hapa akutana mtu mwingine akisema na shehe, basi usiwe namna hiyo Muislamu. Muislamu anatakiwa na nini? Na msimamo. Na ukizingatia jambo hili ni jambo la nini? Mtu ukitaka kufunga unafunga, usitake unafanya nini? Unaacha. Utaulizwa wewe? Huwezi kuulizwa. Ukitaka unafunga, ukitaka unafanya nini? Unaacha. Huwezi kufanya nini? Kuulizwa. Kwa sababu kufunga ni nini? Ni sunna. Lakini wale kule, au tuzungumzie tu mfano mwaka jana, mwaka juzi ulitokea ugonjwa wa corona. Si mnakumbuka wote? Kuna mtu alisimama Arafa bwana. Kuna mtu alisimama Arafa. Lakini ile somo ya tarehe 9 ilifungwa ikifungwa. Kwa nini tusiache? Kwa sababu kule hawakusimama. Sisi tuko pamoja. Kama tunatekeleza hayo kwa sababu ya yale, sasa tunasema ule mwaka wa corona hija ilifungwa. Baada ya kufungwa ile hija hakuna alikwenda kuhiji. Watu walikuwa kwenye nchi zao. Ilipofika tarehe 9
wale wacha Mungu walifunga siku ya tarehe 9 ya Arafa walifunga au hawakufunga? Na kama walifunga walikuwa wanamsapoti nani? Na watu hawapo hija? Basi inshallah tumalizie, niombe tu aliyojiandaa na sadaka yake.